Willy Ngoma, mmoja kati ya maafisa wa M23, ameaga dunia huko Rubaya baada ya mashambulizi makali walioyashambuliwa M23 baada ya kupigwa na ndege zisizo na rubani au drone katika lugha nyingine. Uhali gani popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Karibu kupata taarifa yetu ya habari za leo, ikiwa ni tariki 24 Februari mwaka 2026. Ni kwa mara nyingine tena tunakuletea habari zenye kuthibitishwa, habari zenye uchunguzi wa kina, kitaifa, kimataifa, lakini pia habari zenye kuaminika zaidi. Kabla ya kuendelea mbali, usisahau kusubscribe chaneli yetu ya YouTube. Msikilizaji, habari ambazo tunazo kwa sasa zenye kugonga vichwa vya habari zetu ni kwamba Willy Ngoma, mmoja kati ya maafisa wa M23, ameaga dunia huko Rubaya baada ya mashambulizi makali walioyashambuliwa M23 baada ya kupigwa na ndege zisizo na rubani au drone katika lugha nyingine. Msikilizaji, tutajielekeza pia huko Minembwe ambako mapigano yanaendelea katika vijiji vya Minembwe, milima mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Lakini pia tutajielekeza huko Uvira ambako mpaka wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi umefunguliwa kwa mara nyingine tena. Naam, tuangazie habari ambazo zimegonga vichwa katika habari zetu hizi. Ni kwamba mmoja kati ya maafisa wa M23 AFC wakishirikiana na jeshi la Rwanda, Willy Ngoma, ambaye alianzisha mapigano kati ya M23 na government ya Kongo, ameanguka katika shambulizi la mapigano huko Rubaya ambalo lilijumuisha wapiganaji wa M23 na jeshi la Kongo ambazo zinaendelea kupambana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zinazothibitishwa ambazo tayari zimepatikana kwenye uwanja wa vita kutoka Kwetu News 24 ni kwamba Willy Ngoma, mmoja kati ya maafisa wakuu wa M23 AFC, ameanguka katika mtego wa wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akishambuliwa na droni. Amekufa akiwa ni msemaji mkuu wa jeshi la kikundi cha waasi cha M23. Ameuawa Jumanne Februari tariki 24 mwaka 2026 huko Rubaya, kama tulivyotangulia kusema, eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo kadhaa, mashambulio ya anga ya vikosi vya ndege vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakisaidiwa na wanajeshi wa kizalendo ambao ni vijana machachari wanaotetea haki yao na uzalendo, yanalenga msafara wa kijeshi wa waasi na kuua Koloneli Willy Ngoma na kumjeruhi Jenerali Sultani Makenga, kiongozi wa kijeshi wa M23. Operesheni hii inakuja katika muktadha wa mapigano makali kati ya FARDC na M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kuzunguka eneo la kimkakati la Rubaya lenye utajiri wa madini ya coltan. Kifo cha Willy Ngoma kinawakilisha pigo kubwa kwa mawasiliano na uratibu wa kijeshi wa M23. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, bila shaka na bila wasiwasi ni kwamba ni kweli Willy Ngoma ameanguka katika mtego wa government ya Kongo pamoja na wazalendo. Kama wanavyoendelea kusema, wazalendo watahakikisha wanamalizia ili kurejesha amani na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tugusie habari za huko Minembwe, milima mirefu ya tarafa la Fizi, ambayo ni kitovu kabisa cha ukosefu wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yameripotiwa leo hii siku ya Jumanne ya tariki 24 Februari mwaka 2026, ambako vijiji kadhaa vimeripotiwa na mapigano makali kati ya wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo. Endelea kubaki na kituo bora hichi cha matangazo cha Kwetu News 24 kwa ajili ya kupata habari zaidi. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, wakati hayo yakijiri ndani ya tarafa la Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
ukimya unaendelea kutanda baada ya kuvunjwa kwa vizuizi vyote vya wazalendo vilivyoshuhudiwa na raia kama utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya wazalendo wa VDP ambao ni shirika la wazalendo au muungano wa wazalendo kuweza kuvunja vizuizi vyote vya wazalendo vinavyopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan ndani ya tarafa la Fizi. Zawadi Abandelwa Abambe ni kiongozi wa sekta ya Lulenge tarafani Fizi, alizungumza na Kwetu News 24 na kuweza kuhakikisha namna hii. Ndiyo, acha nikuambie kwa urefu hali ya usalama katika sekta ya Lulenge, hasa zaidi kisha kuondolewa kwa mabariere zilikuwa erige na watoto wetu wazalendo. Ninawaza ni tangu tariki 2 za mwezi wa pili mwaka huu tunao ndio delegation ya VDP ilitumwa mu sekta ya Lulenge. Ilikuwa na mission 2. Mission ya kwanza ilikuwa kuja wanaondoa mabariere ilegale zote zenye ziko erige na wazalendo, na mission ya pili ilikuwa kuja na sensibiliser na kurekrute wa vijana wazalendo kwenda ku centre ya formation Kikonde. Na kwa hiyo ya kwanza ndio nitaanzia ni kwamba tangu jinsi mabariere ziliondolewa na hadi leo usalama upo. Yana maana nataka kuambia ndugu ambao wanaonisikiliza ya kwamba katika sekta ya Lulenge hakuna tena hata bariere moja payante ya wazalendo. Kuna bakia maposte de taxation za l'etat bien reconnu. Hiyo tunaendelea kushukuru kwa wakuu viongozi wa VDP pasipo kutenganisha. Pili ni kuendelea kuona wa vijana wanaendelea kujisukuma kwenda ku centre ya formation hapo Kikonde. Hiyo inatupatia furaha sababu na sisi pia tunahitaji kuona wa vijana wetu wamepita kwenye mafunzo. Hiyo itakuwa furaha kubwa ya sekta yangu ya Lulenge kwa upekee, sababu ninaongelea kwa sekta ya Lulenge. Magumu kwa sasa ni hasa zaidi mvua kubwa iliyonyesha juzi tariki 20 za mwezi wa pili mwaka huu tunao mu kijiji cha Maindombe ni katika sekta ya Lulenge mu groupement ya Basombo kwa jina maarufu. Village inaitwa kwa village ya Basinyasa. Mvua yamesababisha mabomoko makali ambako ina idadi kulingana na ripoti ambayo nilipewa nina idadi ya nyumba 38 zenye ziliruka na mabomoko kweli yanashuhudiwa hapo. Kwa hiyo ni kutaka kuambia ndugu wa roho mzuri na mashirika za kiutu kuja kuangalia hiyo situation, sababu wenyeji wa nyumba hizo wanalala nje pasipo makao mazuri, na wakati tunao ni wakati ya mvua. Yana maana wandugu wale wanahangaika sana. Kwa hiyo ni kuomba watu wa roho nzuri, maonje na homme de bonne volonté kuangalia jinsi gani wale wandugu wanaweza kupata msaada kwa haraka, sababu na wao maisha ni mabaya kwa siku ya leo. Nawaza ile njoo tunaweza kuambia watu kwa kumalizia, kuona kama hewa inakuwa ya usalama, njia iko huru kwa kila Mkongomani kupita. Mimi kiongozi wa sekta ya Lulenge naendelea sasa kualika wa transporter kwamba waje wapite, sababu hiyo ilikuwa moja kati ya hofu ambao walikuwa wakijisikia hawawezi kupita dans une barriere ya watoto wetu wazalendo. Walikuwa wakiwalomba 300,000 francs par barriere, na hivi sasa hakuna tena hata barriere moja. Waje wapite, wa kutoka Manyema Sarmabila wapande Uvira, wa kutoka Kalemi washuke Sarmabila, wa kutoka Uvira washuke Sarmabila na kadhalika, na ma province na ma territoire na ma secteurs zingine. Watu sasa waje kupita, njia inakuwa wazi. Tujielekeze huko Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kufunguliwa kwa mpaka wa Kavimvira unaotenganisha nchi ya Burundi na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebaki furaha pekee kwa raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako imefunguliwa tangu tariki 23 mwezi Februari mwaka 2026 mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi. Nini hasa hatma ya raia ndani ya eneo hilo? Chako Changu Bonane ni mfanyasiasa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ndani ya mji wa Uvira alieleza furaha yake na furaha ya raia wote wa mji wa Uvira, huko akisema Burundi imekuwa wazi, acha njia wazi, watu wapite na watu waende. Mtu wa Kongo akipenda kwenda Burundi akuwe tu na CPGL yake yenye iko valid.
Hapana CPGL ambayo iko delivery na watu wa M23. Hapana. CPGL yenye Kongo imetosha, unavuka kwenye frontiere ya Kongo na ya Burundi, unaenda Burundi. Lakini ukikuwa huko Burundi unakuwa Mkongo, wewe ni nani? Ni mkimbizi ama huko mkimbizi unaruhusiwa kuja. Na leo tumeshuhudia kwenye frontiere hakuna trakaseri hata moja. Uko na dokima unatoka Burundi unavuka Kongo bila shida hata moja. Tangazaji, impact ni kubwa kwa sababu Uvira vile ni Carrefour ya mainchi nyingi. Na kama nchi moja itafunga frontiere yake, kutakuwa handicap kabambi mu maisha ya kijamii, social, lakini kitu kwa changamoto kidogo mbaya wakati ya ekonomia. Sababu gani? Kuna watu wenye wanaishi Uvira wanafanyia biashara yao Bujumbura, na kuna watu wanaishi Bujumbura kama vile Warundi wanafanya biashara yao hapa kwenye Uvira. Sababu mipaka kwetu ni shamba, kama jinsi wanazoea kusema watu wanakuishi Uvira, mpaka ni shamba. Kuna commerce ya mipakani ambayo tunaipasi watu wa Uvira. Vijana wengi walikuishi katika maisha ya mipaka wamezofika, wamamba kazi wenye walikuwa nafanya maisha ya mipaka walizofika. Ndio maana tunafurahia tukijua kwamba kufunguliwa kwa mipaka katika nchi ya Bujumbura na Kongo ina faida sana kwa watu wa Bujumbura, hata kwa watu wa Uvira, hata kwa watu wa Tanzania na faida, kwa watu wa Baraka na faida, kwa watu wa Kamanyola, wa Mplini na faida, sababu ilikuwa njia kubwa sana kujipatia pesa na kutafutia kila kitu ambacho. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube